Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunatoa sehemu ya 4 ya toba ya ardhi, na leo tunaangalia pia jambo lingine ambalo liko kwenye ardhi. Ardhi inaweza kuolewa na Mungu au na miungu, kwa sababu kama ulikuwa hujui upate kufahamu vizuri. Ardhi inaweza kuolewa na Mungu au na miungu. Ukisoma Isaya 62 mstari wa 4 na wa 6, inaeleza hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Beula, na wewe utaitwa Hefsiba. Nchi yako itaitwa Beula na wewe utaitwa Hefsiba, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Nchi maana yake ni ardhi. Ardhi inaweza kuolewa na Mungu wa Israeli au na miungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya kipindi cha leo, na asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Tunaamini kupitia nguvu za Roho Mtakatifu utagusa kila mmoja wetu, utasema nasi na utajifunua kwetu kwa namna ya ajabu sana. Kwa jina la Yesu Kristo, mbariki huyu anayenisikiliza na kunitazama kupitia ujumbe wa siku wa leo. Bwana ukamfungue na kumtia huru na kumuinua katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu utatia watu wako nguvu katika jina la Yesu. Tunaomba mkono wako na neema yako ikae juu yetu sisi sote, amen. Ardhi inaweza kuolewa kama tulivyosoma katika kile kitabu cha Isaya 62 mstari ule wa 4. Ardhi au nchi inaweza kuolewa na Mungu wa Israeli, inaweza kuolewa na miungu ya kigeni. Soma katika Wafalme wa Pili sura ile ya 17 mstari wa 26. Hawa watu waliraruliwa. Wafalme wa Pili sura 17 mstari wa 26. Utaona kuna watu waliraruliwa na simba aliyepelekwa na miungu au mungu wa eneo, kwa sababu walikuwa hawajui kawaida yake. Kwa hiyo ardhi inaweza kubeba ukiwa, lakini pia ardhi inaweza kuolewa. Sasa unaona, kwa mfano ardhi ilikuwa imeolewa na miungu mingine, wakaingia watu wenye mungu wao mwingine. Yaani manake kama wewe unaenda kupangisha mahali sasa, haupaombei. Kumbe hapo ulipoenda, hiyo ardhi iliyojenga hiyo nyumba uliopanga imeolewa na miungu mingine. Sasa kwa vile wewe hujui kawaida ya hiyo miungu, yani hujui utaratibu wa kukaa hapo, wewe ukaenda kuomba na hiyo miungu haitaki maombi yako, basi inaanza kukuadhibu. Inaweza ikaua biashara zako, inaweza ikaua uchumi wako, au inaweza ikakushambulia kwa njia ya magonjwa, au inaweza ikakuua kabisa. Unaona kwa mfano hii ya Wafalme wa Pili 17:26, ilitokea simba ikararua watu, manaki ikawaua. Kwa hiyo ile miungu iliyokuwa imeua ile ardhi ilikuwa yani saimbo yake, au ilikuwa inatumia wanyama kama simba kurarua, kama haujui kawaida yake. Sasa ardhi inaweza kuolewa. Umeona katika Isaya 62 mstari ule wa 4, anasema kwamba na nchi yako itaolewa na Bwana. Kwa hiyo Bwana ni Mungu wa wote wenye mwili. Ukisoma Yeremia 32 mstari wa 26 na Yeremia 32 mstari wa 17, anasema Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili na hakuna jambo asiloliweza. Sasa kama ni Mungu anaweza kuoa nchi, maana anaweza kuoa ardhi, basi hata miungu inaweza ikaoa hiyo ardhi. Kwa hiyo unapokuwa unawafanya toba ya ardhi, jitahidi sana kuachilia damu ya Yesu kuvunja ndoa batili ya miungu na ardhi yenu. Damu ya Yesu ukiachilia ina uwezo wa kuondoa. Nimeshakwambia tumia Waebrania 9:22. Mwaga damu ya Yesu. Ukimwaga inaondoa. Maana yake ukimwaga kama inaondoa, inachoondoa ni nini? Inaondoa agano batili lililofungwa kwenye ardhi ya kwenu baina yake na miungu mingine. Ndio maana sasa tunaiachilia hiyo damu ya Yesu. Lakini ukisoma katika Isaya sura ile ya 62 mstari wa 5, ardhi inaweza kubeba roho ya ukiwa. Hicho ndicho kitu kingine kilichobebwa kwenye ardhi. Kwa hiyo unapoomba, kama unafanya toba ya kuondoa ukiwa, kama unafanya toba ya kuondoa hasira ya Mungu, sasa utaangalia. Lakini soma Isaya 62 mstari ule wa 5. Nchi yako haitakuwa ukiwa
na jangwa. Kwa hiyo ardhi inaweza ikabeba roho ya ukiwa. Ardhi inaweza ikabeba roho ya jangwa. Jangwa ni mahali pakame pasipokuwa na maji. Jangwa ni mahali pakame pasipokuwa na maji. Na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari ule wa 7, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kuanzia ule mstari wa 7, ukisoma pale utaona anachosema: kwa kuwa Bwana Mungu wako yukuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shairi na mzabibu na mitini na mikokomanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, nchi utakaokula mkate humo pasina shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake yafukuka shaba. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Kwa hiyo Mungu akikuingiza katika nchi inakuwa hivyo. Inakuwa ina hivyo vitu vyote nilivyovisoma hapa. Ina vijito vya maji, nchi hiyo inakuwa pia ina mawe ambayo ni madini, nchi hiyo inakuwa ina kila kitu. Lakini nchi hiyo huruhusiwi kupungukiwa. Lakini ikiwa na roho ya ukiwa, sawa sana Isaya 62:5, basi kutakuwa hivi vijito vya maji kama vipo vitakuwa vyote vimekauka. Itakuwa pia haina malisho. Watu wakikaa hapo wanapungukiwa na riziki za kila siku. Hiyo ni laana iko kwenye hiyo nchi. Na hiyo laana imeshapelekea roho ya ukiwa. Na ukiendelea kusoma huko kwenye kitabu cha Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3, utaona kwamba pia kukisha kuwa na hilo jangwa kunakuwa na moto unaotembea kwenye ardhi unaokula kwenye hiyo ardhi. Kazi ya huo moto ni kuteketeza kila mimea ya kijani. Kunakuwa na roho ya ukame. Kunakuwa na roho ya ukame sana. Ardhi inaweza ikafunga pia fahamu za watu wa eneo. Ardhi imebeba mfumo wa hali ya hewa pia. Ukisoma Mwanzo 8:22, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na kuvuna, kipindi cha jua na kipindi cha mwezi, majira ya masika, majira ya vuli, majira ya kipupwe, pia yameandikwa huko. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba katika neno lake, muda nchi idumupo atatimiza hayo. Mchana na usiku hautakoma. Kwa hiyo ukitaka hali ya hewa ikae vizuri, ombea ardhi. Ukiombea ardhi, hali ya hewa itakaa vizuri ya eneo, kwa sababu majira yote yaliyo katika ulimwengu huu au katika nchi unayoiona, majira yote yameshikiliwa kwenye ardhi. Muda nchi idumupo, maana yake ni muda ardhi idumupo. Majira ya mchana na usiku, majira ya vuli na majira ya masika, majira ya baridi na majira ya kiangazi, yote yamefungwa kwenye nchi. Kwa hiyo dalili ya kwanza, ardhi ikiwa na shida, pia kunakuwa na moto unaowaka kwenye ardhi, lakini pia kunakuwa hali ya hewa ni nzito sana kwenye hiyo ardhi. Jifunze kuomba toba, na unapoomba toba, achilia toba, na hiyo toba itakwenda kuachilia sasa hali ya hewa kukaa vizuri katika hilo eneo. Hiyo ni hali ya hewa. Ardhi pia imeshikilia hali ya hewa. Kwa hiyo tujifunze kuomba ili Mungu pia aondoe roho ya ukiwa. Unaweza ukanunua hata kiwanja mahali pengine unakuta pana roho ya ukiwa. Ukijenga nyumba hapo, hata ukitaka kuiuza haiuziki, au ukitaka kuuza hicho kiwanja hakiuziki, au unajenga nyumba hapo haimaliziki. Kwa nini haimaliziki? Kwa sababu sasa Isaya 62:5 inavyoeleza, inasema kwamba nchi yako haitakuwa ukiwa tena, na ikiwa ukiwa, wanaotakiwa kulala kwenye nyumba hizo ambazo hazijakamilika ni mbweha, bundi, mapepo na majini, ndio analala kwenye hizo nyumba. Jifunze sana kuomba na kutakasa ardhi. Hata kama umenunua kiwanja chako, usikubali kujenga. Kubali kuita mtumishi wa Mungu aombe pale. Akishaomba pale, atatakasa lile eneo. Akisha litakasa lile eneo, utajenga kwenye ardhi clean. Na usiwe unapenda kununua maeneo unaanza kuishi bila kuomba. Kubali kuwatumia makuhani walioko ili wakubali kumuita Mungu na ufalme wake katika eneo husika. Hii ufalme wa Mungu utaenea kote ulimwenguni. Kuna tofauti ya ufalme wa Mungu kuja ulimwenguni na wewe kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana unaposali unasema ufalme wako uje. Maana yake serikali ya mbinguni ije mahali ulipo. Lakini unasema kwamba tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia, maana yake ni nini? Ufalme wa Mungu ni serikali ya Mungu. Ni serikali, ni utawala wa Mungu kutoka mbinguni kuja duniani.
au wewe kutoka hapa duniani kwenda mbinguni. Ni mambo kama hayo. Ninakusihi na ninakuhimiza unaposikiliza mkanda huu, jitahidi sana kuwa mtu mwenye tabia ya kuombea eneo unaloishi. Kama nyumbani kwenu kuna matukio hayo yote tuliyoeleza kuanzia kipindi cha kwanza mpaka hichi cha 4, anza kuingia kwenye maombi hayo ya toba. Tena kama unaweza funga na kuomba na ndio uanze maombi hayo. Na ukifanya hivyo utaona matokeo mazuri sana. Na damu ya Yesu Kristo inayonena mema itanena mema. Na nguvu za Mungu zitapita, zitaondoa hiyo roho ya ukiwa, zitaondoa hiyo roho ya laana, lakini zitashughulikia hali ya hewa, zitashughulikia mfumo wa ufahamu wa watu. Watu wa ardhi fulani wanaweza wakafungwa pia. Unaweza ukakaa pale kufikiri kwako ukafungwa. Ana adui akifunga fahamu kwa upande wa wanaume, anabana kwenye ufahamu. Kwa upande wa wanawake anabana kwenye uzao. Kwa hiyo tunaamini kupitia nguvu ya damu ya Yesu sasa ya kwamba ipo nguvu ya ajabu ambayo inaenda kuachiliwa kupitia kipindi hiki itakao kusaidia wewe kutembea kwenye mfumo huo wa toba ya kushughulikia ardhi. Laana zote zitaondoka, magonjwa yote yataondoka, mateso yote yataondoka na neema ya Mungu itafunguliwa na mtaingia katika kipindi kipya ambacho Mungu anasema ataoa ardhi yenu, watu wataoa na kuolewa, mtalima, mtakula, yani kila mtakachokifanya mtaona mnafanikiwa kwa sababu umeweza kushughulikia chanzo. Usishughulikie matokeo ya tatizo, kubali kuanza kushughulikia chanzo cha tatizo. Unaweza kukuta kuna roho ya ulevi inatesa kwenye hiyo ardhi. Kumbe kuna madhabahu ya ulevi kwenye hiyo ardhi. Unaweza kukuta kuna roho ya mauti inayoua watoto au inayoharibu mimba. Kumbe hiyo madhabahu iko kwenye hiyo ardhi. Kwa hiyo tunapoenda kuomba toba, Mungu anaenda kuondoa hivyo vitu. Tuweke tumaini letu katika damu ya Yesu, ambayo ni damu yenye nguvu kuliko damu zote ulimwenguni. Ni damu inayonena mema. Usifanye maombi ya ardhi ya vita. Itakuletea shida kubwa sana. Jifunze kwenda na toba, kwa sababu unaweza kuingia kwenye ardhi kwa maombi ya vita ukapata revenge au ukapata vita, kwa sababu unakuta kuna miunganiko ambayo umeunganishwa nayo na hiyo ardhi ya kwenu, na hiyo miunganiko hujai kuitengua. Wewe unataka kuingia sasa kupambana na vitu ambavyo